تمام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين والحقنا بالصالحين. افتح علينا بالحق فأنت خير الفاتحين. اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ومن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بتأويل سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا الله به وبكم آمين. ترجمة قطرب. صفحة ni ya 13 katika kitabu chetu cha Al-Quh Al-Mukhawarab, sharhu nadhmi Muthallath Qutrub. Awalan, natumia fursa ya kuwakaribisha nyote katika mwendelezo wa darsa yetu hini, wa barakallahu fikum. Ismuhu wa makanatuhu, jina lake na nafasi yake, cheo chake, daraja yake katika ilmu. Nasema huwa Abu Ali Muhammad ibn al-Mustanir ibn Ahmad an-Nahwi al-Lughawi al-Basri. Hilo ndio jina lake. Maula Salim ibn Ziyada, ni maula wa Salim ibn Ziyada. Al-maarufu bi Qutrub, ambaye kwamba ilikuwa jina lake la umaarufu umashuhuri alikuwa ametangaa kwa Qutrub, lakini jina lake ni Muhammad ibn al-Mustanir bin Ahmad. Akhadha al-adaba, alichukua fani ya adab labda katika fununi za lugha, an Sibawayhi, kutoka kwa Sibawayhi, wa an jama'atin min al-ulama al-basriyin, kutoka grupu katika kundi kubwa katika ulama wa Basra. Hatta sara ra'san fil adabi, mpaka akawa ni kiongozi katika fani za adab, wal lughati, na fununi za lugha, wal nahwi, na fununi za nahwu. Wakana yara ra'ya al-mu'tazilati an-nadhamiyyati, na alikuwa akiitakidi itikadi za Mu'tazila, kikundi cha an-nadhamiyya, kwa sababu Mu'tazila pia nao wamegawanyika hapo katika mrengo mmoja. Sasa katika firaq za Mu'tazila ni firqa ambayo kwamba inaitwa an-nadhamiyya. Katika hashia hapa nambari 1 tumeeleza ya kwamba an-nadhamiyyatu firqatun min firaqi al-mu'tazilati. Nadhamiyya ni kikundi katika vikundi vya Mu'tazila, nisbatan ila sheikhihim, aliyekuwa hiyo ni nisba kwa shekhe wao, yani wametegemezewa kwa shekhe wao. Ni hilo jina limetokana, umeitwa Nadhamiyya kwa sababu ni nisba ila sheikhihim. Wahum atba'u sheikh al-mu'tazilati, na wao hawa an-Nadhamiyya ni wafuasi wa sheikh wa Mu'tazila fi asrihi, zama zake, Ibrahim ibn Sayyar, alikuwa akiitwa Ibrahim bin Sayyar ibn Hani al-Basri, Abu Ishaq an-Nadham, maarufu Abu Ishaq an-Nadham. Kwa hivyo hao wameitwa an-Nadhamiyya nisba ila Abi Ishaq an-Nadham. Naam. Wa huwa ibn ukhti Abi al-Hudhayl, na huyu Abu Ishaq an-Nadham ni mtoto wa ukhti wa Abu al-Hudhayl al-Mu'tazili. Sote tumfahamu Abu al-Hudhayl ni katika kibaru al-Mu'tazila. Wa anhu, na kutoka kwa Abu al-Hudhayl, akhadha al-i'tizala, ndo alichukua madhhabi hii ya i'tizal. Wa summiya bin Nadhami, na aliitwa Nadham huyu Abu Ishaq liijadatihi nadhma al-kalami, kwa sababu ya uhodari wake katika
kuchunga maneno hasa ya kiaqida, wa baraatihi fihi, na taban si aqida pekee yake na lugha pia, wa baraatihi fihi, na ule uhodari wake ndani yake, ndani ya huu kuchunga kwake. Tabahara fi ulumi alfalsafati, alitabahar katika elimu za falsafa, yani alibobea katika elimu za falsafa. Wattalaa ala akthari ma kutiba fiha, na aliyapitia mingi ambayo kwamba, yani mingi sana katika yaliyoandikwa katika falsafa aliyesoma na aliyapitia. Qala al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam Ibn Hazm Allah amrahamu, fi kitabihi, katika kitabu chake Al-Fisalu fi al-Milali wal-Ahwa'i wan-Nihal. Baadhi ya watu huwa wanasoma al-faslu fi al-milal wal-ahwa'i wan-nihal. La, hii ni khata. Sawab ni kitabu cha Ibn Hazm kinaitwa al-Fisalu fi al-milal wal-ahwa'i wan-nihal. Wa kana akbara shuyukh al-Mu'tazilati, na alikuwa Abu Ishaq an-Nadham ndiyo mkubwa zaidi wa mashaikhi wa Mu'tazila. Wa muqaddimata ulamaihim, na alikuwa ndiyo wa mbele katika wanazuoni wao, ndio alikuwa mtangulizwa katika wanazuoni wao zama zake. Wakana mutakalliman, alikuwa ni mutakallim, yani ni mtu wa fani za aqida na tauhidi. Sha'iran, alikuwa ni mshairi. Adiban, alikuwa ni mtu wa adab. Wakana ahada fursani ahli an-nadhari, na alikuwa ni mmoja katika mafahali wa watu wa fikra wal kalam na ilmu al-kalam, ala madhhab al-Mu'tazila, lakini katika mrengo wa madhehebu ya Mu'tazila. Kana farisan min al-fursan, alikuwa ni mmoja katika mashujaa wa watu wa fikra na watu wa ilmu al-kalam, lakini katika mirengo ya madhhab ya Mu'tazila. Walahu, na yeye fi dhalika, katika hilo, tasanifu idda, ana chungo nyingi katika masala ya ilmu al-kalam. Walahu shi'run, na ako na shairi daqiqul maani, ambazo kwamba maana zake za ndani sana, ala tariqati al-mutakallimin, katika mirengo ile au katika njia ya ulama al-kalam. Qala Abu Ubaida, amesema Abu Ubaida, ma yanbaghi an yakuna fi dunya mithluhu, haiwezekani kuwa kwa duniani na mtu mfano wake wakati wake, yani zama zake. Fa inni imtahantuhu, hakika yangu mimi nilimtahini. Faqultu lahu, nikamwambia, ma aibu zujaj, ni ipi kasoro ya kioo? Faqala, akasema, ala albadiha, yani automatic. Badiha ni ile kitu ambacho kwamba au badaha ni kile kitu ambacho kwamba yani mtu anakifahamu bila kukifikiria. Ni kama mtu kimuuliza, wewe jina lako nani? Mimi Muhammad. Yani yujibuka ala albadiha, yani moja kwa moja, yani mubashara, hafikiri. Kwa hivyo alimuuliza, hivi kioo kasoro yake ni ipi? Akamwambia, yusiru ilayhi alkasru, kinavunjika haraka, wala haqbalu aljabra, na wala hakikubali kuungika. Akamwambia, hiyo ndio kasoro ya kioo. Wa yakfika, na inakutosha tu katika kufahamu daraja na manzila ya Abu Ishaq an-Nadham, anna al-Jahidha, ni kwamba Jahidh kana min talamidhati, alikuwa ni katika wanafunzi wake. Ala fikra, kwa watu ambao wenye kufanya bahthi wamfahamu ni Jahidh nani. Jahidh ilikuwa nani? Ni katika kibaru al-Mu'tazila, lakini kana adiban lughawiyan ifritan fi lughati, kana ifritan khiritan fi ulumi lugha. Na ala fikra, watu ambao wanafanya bahthi wanajua yani umq ya ulamai wa Mu'tazila katika ulumi za lugha, lakini pia katika ulumi za falsafa, katika ulumi za mantiq, katika ulumi za ilmu al-kalam. Wallahi hawa watu ni katika watu ambao kwamba mtu ukipata muda unafaa kuwafuatilia. Jahidh msome katika
Kitabu al-Hayawan, ana kitabu chake ambacho kwamba anaita Kitabu al-Hayawan. Subhanallah, tuona vile mtu huyu alivyokuwa ni mwingi na alivyokuwa mpana wa maarifa. Na taban Kitabu al-Hayawan ya Jahidh sio ile al-Hayawan al-Kubra, al-Hayawan al-Kubra ya al-Imam ad-Damiri al-Shafi'i. La, hii sio ya Jahidh, hii sio Jahidh Mu'tazili. Ile ad-Damiri ni ile ya fiqh, ile sio hii ya Jahidh. Ni katika ulumi za adab na vitu vingine. Wasome kina Az-Zamakhshari mwenye al-Kashaf katika kibaru al-Mu'tazila. Na ala fikra al-Imam Az-Zamakhshari ndio mwanachuoni pekee ambaye kwamba alopata imama, daraja ya imama katika ulumi za lugha zote. Az-Zamakhshari kana imaman fi jamii ulumi al-lugha. Subhanallah, ajib yani hadha al-amr. Sababu wanazuoni wengine unakuta akiwa ni imam katika nahwu, ujue katika balagha si imam. Akiwa imamu wa balagha, ujue katika adab sio imam. Lakini Zamakhshari alikuwa amekusanya zote. Alhasil, qala al-Jahidh, amesema Jahidh, al-awailu yaqulun, watu wa mwanzo walikuwa wakisema, fi kulli alfi sanatin, katika kila baada ya miaka 1000, rajulun, kuna mtu ambaye kwamba anakuja, la nadhira lahu, ambaye kwamba anakuwa hana mfano katika ulumi, yani anakuwa ni mujaddid yani. Fa in kana dhalika sahihan, hilo likiwa ni sahihi, fa huwa Abu Ishaq an-Nadham, basi yatakuwa ni Abu Ishaq an-Nadham. انظر عنه, tizama kwa ajili ya kufahamu tarjama yake. Kitabu hiki ni Ibrahim bin Sayyar an-Nadham, Thawratul Aqli fi al-Islam, li akhina wa zamilina al-Ustadh al-Mudaqiq al-Bahatha Abdullah an-Nadham Mudaqqan al-Mu'tazili. Huyu ni katika shababu wa Kimu'tazila na wa Algeria, kutoka Jazair, ni Algeria. Huyu pia ni katika ni Mu'tazili taban, lakini ni mtu ambaye kwamba ni bahith na ni mujtahidi kweli kweli. Na taban pia ni mtu ni katika watu ambao kwamba wanafuatilia sana mambo, na hata ukisoma vitabu vyake utaona ni mtu ambaye kwamba ni bahith, lakini bado umri wake maskini ni mdogo tu. Hii pia inatupa chachu sisi shababa ya kwamba umri wetu sio sababu ya kuto kufanya mambo makubwa, au umri wetu labda sio sababu inayotufanya sisi tusiweze kuingia katika bihari za buhuth ilmi na tukaweza kufanya mambo makubwa ambayo kwamba yanaweza kushangaza ulimwengu. La, ni azma tu na kuwa na sidqul irada bas. Alhasil, tunaendelea. Sababu tasmiyatihi biqutrubi, sababu ya kuitwa Qutrub. Sababu tasmiyatihi biqutrubi, sababu ya kuitwa kwake Qutrub. Ruya, imepokelewa, annahu, ya kwamba, kana harisan ala al-ishtighali wat-ta'allum, alikuwa ni mtu anapupa sana katika kujishughulisha na elimu na katika kusoma. Alikuwa ni mtu anapupa sana. Na ala fikra, katika shuruti za mtu kuwa talibul ilmi alhaqiqi, yanbaghi an takuna harisan ala alilmi, kama unavyokuwa na njaa, unavyokuwa na pupa ya kukitafuta chakula, hakadha yani katika ilmu. Wa kana yubakkiru ila Sibawayhi, alikuwa akienda mapema kwa Sibawayhi, kabla hudhuri ahadi min at-talamidhati, kabla ya kufika yoyote katika wanafunzi. Sibawayhi akifungua tu mlango nyumba yake, katika ile majlisi yake, anamkuta tayari Qutb kashafika. Hakadha yanbaghi an yakuna talibul ilmi. Kisikia kuna maw'id ya darsa mathalan katika majmua wakati fulani, basi wewe kabla ya ustadhi hajafika katika majmua, wewe tayari ushaingia online unasubiri darsa. Wa hakadha, sio sheikh anafika anafanya darsa, baada ya siku 4-5 wewe ndio unafungua darsa. La, hadha la yanbaghi. ينبغي أن تكون حريصا على العلم. صح. فقال له يوما, basi kwa sababu ile kuwa ni mtu wa kurauka sana kwenda darasa ya Sibawayhi, siku moja Sibawayhi akamwambia, ma anta illa Qutrub laylin, wewe hukuwa isipokuwa wewe ni Qutrub yule wa usiku, yule ni kimetameta cha usiku.
Qutrub ni yule mdudu ambaye kwamba huwa usiku sehemu za maji hivi huwa anametameta hivi, anawakawaka hivi, kimetameta kile. Sasa yule mdudu ndo anaitwa qutrub. Sasa wenyewe wanasema Waarabu wanasema kwamba yule mdudu huwa halali usiku kucha, anazunguka tu. Kwa hivyo Sibawi akamwambia, ma anta illa qutrubu laylin, wewe ni qutrubu usiku, ni kimeta kile cha usiku, kwa sababu wewe hulali waonyesha. Wa hakadha yanbaghi an yakuna talib al-ilm taban. Fabaqiya alayhi hadha al-laqab, hi laqabu ikabakia. Fabaqiya alayhi hadha al-laqab, hi nickname ikabakia kwake. Wa qutrub, na qutrub ismu duwaibatin, ni jina la kimdudu kama tunavyosema kile kimetemeza. La tazalu tadibbu tawala al-layli, hakiachi kuwa kinatembea na kuzunguka usiku mzima. Wala taftu, hakiachi kutembea wala hakichoki kutembea. Wa huwa, nayo bidhammi al-qafi, inasoma kutia dhamma qaf wa sukuni ta al-muhmala, na kutia sakna ta ambayo kwamba haina kitono, yani sio dha, ni ta. Wa dhammi ra, na kutia dhamma ra, wa baadaha, na baada yake baun muwahhadatun, kuna ba ambayo kwamba yenye kichono kimoja, yani ni qutrubun. Someka namna hiyo. Kwa hivyo jina lake ni Muhammad ibn al-Mustanir bin Ahmad, lakini hii laqab alipewa na mwalimu wake Sibawi. Fabaqiya alayhi hadha al-laqab. Wa qutrubun ismu duwaibatin la tazalu tadibbu tawala al-layli wala tafturu, wa huwa bidhammi al-qafi wa sukuni at-ta al-muhmalati wa dhammi ar-ra'i wa ba'daha ba'un muwahhadatun. وهكذا. نواصل. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل على بركة الله. تمام. Muallafatuhu, chungo zake. Muallafatuhu, chungo zake. Wasala dars. Wakana Qutrubun, na alikuwa Qutrub min a'immati asri, ni katika maimamu wa zama zake. Walahu min at-tasanif, na anaye katika chungo kitabu maani al-Qur'an wa kitabu al-ishtiqaq wa kitabu al-qawafi, كتاب النوادر وكتاب الأزمنة وكتاب الفرق وكتاب الأصوات وكتاب الصفات، كتاب العلل في النحو وكتاب الأضداد وكتاب خلق الفرس وكتاب خلق الإنسان وكتاب غريب الحديث وكتاب الهمز وكتاب فعل وأفعل وكتاب المثلث. وكتبنا نكتاب في الرد على الملحدين، كتك ورد ملحدين مقباني في تشابه القرآن، كتك مسألة تشابه القرآن وغير ذلك، na vingine visivyokuwa hivyo. Tamam. Awwalu man wada'a al-muthallatha fi al-lughati, wa mwanzo aloweka muthallath katika lugha. Nani mcho mwanzo ambaye kwamba alovumbua masala haya ya muthallathat? Nasema wa Qutrubun, na Qutrub huwa awwalu man wada'a al-muthallatha fi al-lughati, ndio mtu mwanzo aloweka muthallath katika lugha. Qutrub ndio mtu mwanzo alovumbua hii fani ya muthallath. Wa kitabu, na kitabu chake hiki, wa in kana saghiran, hata kama ikiwa ni kidogo katika hajmi yake, lakin lahu fadilatu sabqi, lakini ana ubora wa kutangulia, kwa sababu yeye ndio mtu mwanzo aliyoweka hii fani. Angaa wako ambao kwamba waliokuja baada yake na wakaandika vitabu vikubwa zaidi na vipana zaidi na vilivyohaririwa zaidi kuliko hii Muthallath Qutrub ala fikra, na vyenye mawadi nyingi zaidi, mawadi nyingi ambazo kama ni muthallatha kuliko hii ya kwake, lakini yeye ana fadilatu sabqi. Hao wengine wamekuja baada yake, hii khibra, huu taalamu umeuchukua kutoka kwake.
Kwa hivyo wabihi, na kwa huyu Qutrub, iqtada, alifuata Abu Muhammad Abdullah ibn Sid al-Batlayusi. Al-Batlayusi ni kitabu chake, kitabu al-Muthallathat, ambacho kwamba ni kikubwa, kina takriban peji 1000. Huyo alikuja baada ya Qutrub na aliandika kitabu chake baada ya Qutrub, na amestafidi kutoka katika hii muthallath ya Qutrub. Hivyo alistafidi kutoka kwake na akafanya bahthi zaidi, akaleta vitu vingi kuliko vile ambavyo kwamba amevileta Qutrub. Na ala fikra, Qutrub yani ni imamu na ni mkubwa kumliko yeye, lakini yeye ameweza kuleta nyingi kuliko za Qutrub. Na hii inaonyesha si kwamba labda kama mwanachuoni fulani ameandika katika mlango fulani au katika fani fulani kwamba mlango tena wa kuandikwa katika hiyo fani umefungwa. La, hakuna. Inawezekana mwanachuoni yule akaanzisha kitu au akaandika katika kitu, akaja mtu mwingine ambaye kama ni mdogo kumliko yeye akaandika kitu kile kile, au katika mlango ule ule akaandika kitu kizuri zaidi na kikawa bora zaidi na kikawa muharrar zaidi na kikawa kina manufaa zaidi kuliko cha yule mwanachuoni mwingine mkubwa. Sasa Qutrub na al-Allama Abu Muhammad Abdullah ibn Sid al-Batlayusi, Qutrub ni mkubwa sababu yeye, angalia tu kwamba ni mwanafunzi wa nani? Ni mwanafunzi mwandamizi wa Sibawayh. Lakini Ibn Sid al-Batlayusi alistafidi kutoka kwa Qutrub khibra hii ya muthallathat, akaandika kwake ikawa kubwa zaidi. Kisha baada ya Ibn Sid al-Batlayusi akaja nani? Ibn Malik. Ala fikra, nukmilu al-kalam. Wa kitabuhu kabiru, kitabu chake hiki ni kikubwa, kina takriban safha 1000, nuskha nilokuwa nayo mimi. Wa bihi, na kwa huyu Ibn Sid al-Batlayusi, iqtada al-Imam Ibn Malik aidan, alimfuata al-Imam Ibn Malik. Yani Ibn Malik alistafidi pia masala haya muthallathat kutoka kwa Ibn Sid al-Batlayusi. Kwa hivyo inakuwa silsila au chain inaanza hivi. Silsila inaanza Qutrub, kisha baada ya Qutrub anakuja Abu Muhammad Abdullah ibn Sid al-Batlayusi. Abdullah ibn Sid al-Batlayusi anastafidi kutoka kwa Qutrub, akaandika kitabu al-Muthallathat. kisha baada yake anakuja Imam Ibn Malik sahibu al-Alfiyya, taban al-Imam al-Kabir hadha al-Allama al-Hujja la yushaqqu lahu ghubar fi ulumi al-lugha. Akastafidi kutoka Ibn Sid al-Batlayusi na akastafidi kutoka kwa Qutrub, akatoa kitu zubda ambacho kama ni kitu kizuri. Hakuna kitabu ambacho kama ni kizuri kilichokusanya mawadi nyingi ambazo kama ni muthallatha na ambacho kwamba ni muharrar zaidi, yani hupati dosari kama cha Imam Ibn Malik ambacho kwamba ni al-I'lam bi Muthallath al-Kalam, ambapo kama ni nadhmu hii ina beti 2800, ambapo kwamba kama nilivyowaambia na isherehesha sasa hivi katika kitabu changu nilichokiita al-Badr at-Tamam Sharh al-I'lam bi Muthallath al-Kalam. Mjaladi wa kwanza ushamalizika kutoka muda mrefu. Hatujapata tu fursa ya kuendelea na mjaladi wa pili kulingana na dhurufi zetu zimekuwa ni nyingi. Lakini pia akaandika kitabu kingine ambacho kama ni al-Manthur, ni manthur, yani sio manzum, ambacho kwamba alikiita pia Ikmalul I'lam bi Muthallath al-Kalam. Sasa katika kusoma unaanza kwanza hii muthallathia ya Qutrub, kisha ndio unaendelea na muthallathati zingine. Wakana Qutrub, na alikuwa Qutrub muallima auladi Abi Dilf al-Ujali, alikuwa ni mwalimu wa watoto wa Abu Dilf al-Ujali. Warawa lahu Ibn al-Munajjim, na amepokea kutoka kwake yeye Ibn al-Munajjim fi kitab al-Bari, katika kitabu chake ni al-Bari, baitain, baiti 2. Wahuma, nazo hizo baiti 2 inasema: in kunta lasta ma'i fadhikru minka ma'i, yaraka qalbi wa in ghayyibta an basari, wal aynu tubsiru man tahwa wa tafqiduhu, wa batinu alqalbi la yakhlu min an-nadhari. Allahu akbar. Anasema in kunta lasta ma'i, ikiwa wewe huko pamoja na mimi kimwili, fadhikru minka ma'i, kumbukumbu yako iko na mimi, haipotei. Akimkhutubia mpenzi wake taban. Yaraka qalbi,
moyo wangu unakuona, wa in ghuyibta an basari, hata kama mwili wako ukitoweka katika macho yangu. Wal ainu tubsiru man tahwa, na jicho huwa lina desturi ya kumuona yule ambaye kwamba linampenda, lakini anapotoweka watafkiduhu, linamkosa. Jicho huwa linamuona, au jicho huwa linaona kitu ambacho kwamba kiko mbele yake. Hata mpenzi wake akiwa mbele yake linamuona, akiondoka linamkosa. Lakini asema wa batinul qalbi, na ndani ya moyo, la yakhlu min an-nadhari, hakuepukane na kutizama. Yani moyo, macho yake ni mapana zaidi, uoni wake ni mrefu zaidi kuliko uoni wa nini? Kuliko uoni wa macho ya kawaida. Macho ya moyo huwa hayaishi kumtizama yule ambaye kwamba yanampenda. Macho ya moyo huwa hayana mipaka katika kutizama. Hayazuiliwi na kuta, hayazuiliwi na ngome, hayazuiliwi na umbali wa masafa, wala hayazuiliwi na kitu chochote. Huwa yanaona tu yenyewe, yanaona tu, hayana mpaka. Allahu akbar, maneno mazito. Hadhani albaytani mashhurani, sema beti hizi mbili ni mashuhuri sana. Wala a'lamu annahuma illa min hadha alkitab, wala sijui kwamba zipo katika kitabu kingine chochote isipokuwa, au zimetolewa katika kitabu chochote isipokuwa kutoka katika kitabu hichi Al-Bari'. Wafatuhu, kifo chake. Wafatuhu, kifo chake. Watuwufia sanata 600. Qutrub wetu alikufa mwaka wa 206 min alhijra, kutoka hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani ni mtu wa mwaka wa mbele kabisa, si mtu wa juzi wala jana. Manake ni mtu ambaye kwamba aliishi karne ya pili. Ndio uelewe ile uzito wa Qutrub bin nani na uzito wa hii kitabu chake. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa askanahu fasiha jannati. هي ترجمة مقتبسة من كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان للعلامة أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان، توفي سنة 681. توفي سنة 681. تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر بيروت، بتصرف وزيادات من العبد الفقير. يلا نواصل. Sasa yalla tamam, نواصل على بركة الله. Baada ya hizo tangulizi, sasa tunaingia kuisoma kwanza hii nadhmu abiyat, kisha baada ya hapo ndipo tutakapoanza katika darsa inayofuatia. Tutaanza sharhi ya hii nadhmu mubasharatan baada ya kupata hizi mukaddimati ambazo kwamba ni muhimu sana. Kwa hivyo lazima tusikilize ile nadhmu, kwa sababu ala fikra manzuma hii nadhmu ya Muthalath Qutrbi na nusakh nyingi, na nuskha nyingi ambazo kwamba ziko huko mitandaoni, nuskha ambazo kwamba ni pungufu, ni nuskha ambazo kwamba aghlabuha zimechezewa, ni nuskha ambazo kwamba pia zina makosa mingi ya kilugha, na hata hizi zilizorekodiwa kwenye YouTube pia aghlabuha zina makosa, kwa sababu wingi wanaoimba zile kule kwenye YouTube si wasomi wala hawaelewi maskini ya Mungu. Kwa hivyo ndio maana lazima tusikilize vile inavyosomwa, dhabti yake ikoje, ili tukakosea, kwa sababu mambo haya ni nakala tu, ni kupokea, kwa sababu hata sisi wenyewe tumepokea namna hii kutoka kwa mashekhe zetu. Kwa hivyo tuwe makini katika kusikiliza hizi abiyat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nadhmu Muthalath Qutrbi lil'allamati الشيخ عبد العزيز المغربي. حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام، على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب.
وبعد فالقصد بما أوردته شرح لما قد كان قبل نظما مثلثا لقطرب مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا وهكذا على الولا نظما على الترتب. سميته بالمورث لمشكل المثلث من غير ما تريث ففز بنيل الأرب. وسل من المولى العلي غفران كل الزلل ثم قبول العمل بالمصطفى المقرب. صلى عليه ذو العلا ما هطلت مزن على ربع فأضحى مبقلا من كل نوع طيب. الغمر ماء غزرا والغمر حقد سترا والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في الكف السلام رواه في لفظ النبي. أما الحديث فالكلام والجرح في المرء الكلام والموضع السلب الكلام ذو اليبس والتسلب. الحرة الحجارة والحرة الحرارة والحرة المختارة من محصنات العرب. الحلم ثقب في الأديم والحلم من خلق الكريم والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب. السبت يوم عبدا والسبت نعل حمدا والسبت نبت وجدا في معمر أو سبسب. لشدة الحر السهام وللنبال قل سهام ولذي الشمس السهام في مشرق أو مغرب. ودعوة العبد الدعاء ودعوة المرء الدعاء ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب. الشرب جمع الندما والشرب حظ قسما والشرب فعل علما وقيل ماء العنب. الخرق ما قد عظمت والخرق حر كرما والخرق حمق اللؤما فمنه كن ذا هرب. أذلك للمرء اللحى وقشرة العود اللحى وجمع لحية اللحى بالضم والكسر حب. القسط جور رفضا والقسط عدل فرضا والقسط عود مرتضى لعرفه المطيب. العرف ريح طيب والعرف صبر يندب والعرف أمر يجب عند ارتكاب الريب. لجنة قل لمه وشعر رأس لمه وجمع ناس لمه من عجم أو عربي. المسك جلد يا غلام والمسك من طيب الكرام والمسك بلغة الطعام تكفي الفتى من نشبي. ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري لو كنت كابن حجري لضاع مني أدبي. قل ثلة في صرة وقرة في سرة وخرقة في سرة مشدودة من ذهب. العشب يدعى بالكلا وللحراسة الكلا وجمع كلية كلا لكل حي ذي أبي. الجد والد الأب والجد ضد اللاعب والجد عند العرب للبئر ذات الخرب. جارية إحدى الجوار ومصدر الجار الجوار ورفع صوت الجوار من وجع أو كرب. وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتى وعمرت أرضك بعد الخرب. طير شهير الحمام طير شهير الحمام والموت قل فيه الحمام وعلى من زاء الحمام على فتى منتسب. جماعة الناس الملا وقل أوانيهم ملا ولبسهم هي الملا من عبقر مذهب. الشكل عين المثل والشكل حسن الدل والشكل قيد الغل مخافة التوثب. متصل الرمل الرقاق وفي مسيل الماء رقاق والخبز إن رق الرقاق يقال عند العرب. وسؤر ليث قمة ورأس طود قمة بكسرها والقمة مزبلة للقشب. لا تركنا للصل ولا تلذ بالسل واحذر طعام السل وانهض ولا ترتعب. ظبي كحيل الطلا والخمر قل فيها الطلا وطلية من الطلا جيد الفتى المذهب. شجة رأس أمه تدعى وقالوا إمه لنعمة وأمه من عجم وعرب. أما الغزال فالرشا والحبل للدلو الرشا وبذل مال الرشا لحاكم مستكلب.
حب القرنفل الزجاج وزج الأرماح الزجاج وللقوارير الزجاج وهو سريع العطب كناسة البيت اللقى والزحف للحرب اللقى وأنت حرقت اللقى من عسل باللهب الحية اسم المنة والامتنان منه والقوة اسم المنة وهي دليل الغلب المتن للمرء القرى ونزل الضيف القرى وجمع قرية قرى كمكة ويثرب ريق الحبيب الظلم وفي النعام الظلم فحل وأما الظلم فالجور من ذي غضب القطر غيث ساكب والقطر صفر ضائب والقطر عود جالب من عدة في المركب هذا تمام شرح ما نظم من تقدم من أدباء العلماء مثلثا لقطرب هذبه للحب رجاء عفو الرب عما جنى من ذنب عبد العزيز المغربي مصليا مسلما على رسول الكرماء محمد من قد سما على جميع العرب والآل والأصحاب ما لاح بريق يثربي. Tumemaliza hapo nadhmu ya Muthallath Qutrub katika kuimba ili tuweze kudhibiti zile kalimati zake. نواصل على بركة الله. دقيقة واحدة يعني. صح تمام. Tumemaliza kuimba hiyo Muthallath Qutrub. Sasa maelekezo ni kwamba kila mmoja lazima ahifadhi Muthallath Qutrub, yani lizaman, mtu yote ambaye kwamba anafuatilia durusi hizi na tuko naye katika hizi halakat, lizaman yanbaghi lahu an yahfadha hadhihi almanzuma ala alaqal kwa siku unaweza kuhifadhi hata beti mbili tu, ala alaqal kwa siku hata beti mbili tu. Baada ya mwezi mmoja miwili itakuwa tayari ushahifadhi, na tabani yani ni nadhma ambayo kwamba ni nyepesi kabisa, ni sahali kabisa kuhifadhi. Kwa tutakuwa ni watu wa ajabu sana ikiwa nadhmu fupi kama tutashindwa kuhifadhi, itakuwa hatuko serious. Kwa tumeimba hiyo ili tupate kusahihisha yale makosa ambayo kwamba tulikuwa nayo labda huko nyuma, kama tulikuwa tushawahi kuisikia hii nadhmu Muthallath Qutrub au wengine washawahi kusikiliza kwenye YouTube na vitu vingine. Tumeimba hivi ili mpate ile nakala, lakini na mpate kujua usawa wa kalimati zake na riwaya yake ni ipi. Allah tabaraka wa taala atujalie min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsana, na tunufaishe kwa hizi durusa ambazo kama tumekuwa tukisoma, na atufungulie futuha al-arifin bijahi sayyidil anbiya wal mursalin. Allahu yaqulu al-haqqa wa yahdi as-sabil. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, walhamdulillahi rabbil alamin.